Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika tafakari yetu fupi. Leo siku ya Jumatano katika Juma Kuu. Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kutuonya juu ya tamaa mbaya. Anatualika tuendelee kuwa waaminifu katika kumfuata. Tunaalikwa na kuonywa kupenda fedha. Kupenda fedha kunaweza kusababisha matatizo makubwa. Kupenda fedha sio kubaya, lakini unapopenda fedha na hizo fedha sasa zinaweza zikakupeleka mahali ambako si kuzuri. Yuda Iskarioti alipenda fedha na hatimaye fedha hiyo kwa sababu ya tamaa yake basi ikampelekea kumuuza Bwana wake, kumsaliti Bwana wake, kumsaliti Kristo wetu kwa vipande vya fedha 30. Ndugu zangu wapendwa, mimi na wewe, yawezekana tusimsaliti Yesu kwa kumuuza kwa vipande vya fedha, lakini kwa maisha yetu tunayoishi, maisha ya dhambi, tunakuwa wasaliti. Tunashindwa kuishi vizuri maagano yetu ya ubatizo, tunashindwa kuishi vizuri kwa uaminifu viapo vyetu vya wito wetu katika ndoa, katika wito wetu wa upadre, utawa, kila mmoja kwa nafasi yake kwa wito wake. Tunashindwa kuwa waaminifu. Hatimaye tunakuwa na tamaa na hivyo tunakuwa wasaliti katika ufasi wetu. Kumbe ndugu zangu wapendwa, tunapoendelea na tafakari hii katika juma hili kuu, tumuombe Bwana Yesu atujalie moyo wa utulivu. Atujalie tuwe waaminifu katika kila ambacho tumekabidhiwa na tukifanye kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, kwa ajili ya wokovu wetu. Watu wengi katika mazingira, basi katika nafasi zetu mbalimbali, hata serikalini huko, tamaa mbaya ndio inapelekea watu kusalitiana. Matukio mbalimbali ambayo tunayaona yanatokea katika mazingira yetu, katika nchi yetu, katika kazi zetu, ni kwa sababu ya watu kupenda fedha na kupenda mamlaka na vyeo. Basi yote hayo yanapelekea watu kuishi vibaya, kufanya usaliti. Tunafika sehemu fulani tunaanza kuuziana au tunauziana nafasi zetu, tunafanya mashindano na hatimaye tunafika sehemu fulani sasa mambo yanakuwa mabaya, tunasababisha majanga kwa wenzetu, tunawaletea maumivu katika mazingira hayo. Kumbe ndugu zangu wapendwa, kitendo cha Yuda kumuuza Bwana wake, kumsaliti kwa vipande 30 vya fedha, kitufundisha na sisi kwamba ni marufuku kumsaliti mwenzako katika ndoa, katika wito. Ni marufuku kumsaliti Kristo katika maisha yako. Kila mmoja awe mwaminifu kwa kila ambacho amepewa, hatimaye Mungu atukuzwe nasi tuweze kupata wokovu. Baada ya kuwa uaminifu, Kristo mwenyewe atatupa zawadi ya kuweza kuurithi uzima wa milele katika Pasaka yake ya mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Aliyekuletea tafakari hii ni mimi Padre Moses Juhudi kutoka Parokia ya Kimiza, Jimbo Katoliki la Kayanga.